tumeweza kuona namna ambavyo mama Dangote alivyoweza kumpigia simu Zuchu na kuweza kuongea naye mambo kadha wa kadha kuhusiana na ugomvi wao kati yake yeye pamoja na Diamond Platnumz, na tumeweza kuona namna ambavyo bibi Zuchu alivyokuwa na msimamo wake baada ya kuweza kuona mama Dangote anataka kumfanya amuelewe zaidi. Kitu ambacho alichoweza kukisema ni kwamba nina mengi ya kuweza kuzungumza juu ya mtoto wako, lakini nimekuwa nikipeleka mashtaka kadri siku zinavyozidi kwenda kwenu, lakini mmekuwa hamuyataki kabisa kuweza kunisikia, ila ninaamini kwenye hiki Mungu atanisimama nami kuweza kuhakikisha kila kitu kinakwenda kuwa sawa, kwa sababu kila mtu anaamini kwamba kila mwisho wake una nafasi kubwa sana katika maisha. Yote ya yote ninapenda kushukuru kwenye kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yangu, kwa sababu kila mtu ana nafasi yake na ubora wake katika maisha, na pia tumeweza kuona ndugu, jamaa na marafiki katika kila hatua ya maisha ambayo amekuwa akipitia mama Dangote. Watu wamekuwa wakimdhihaki sana na kumuona ni mtu ambaye hana thamani sana kwa bibi Zuchu, kwa sababu amekuwa akimdhihaki na kumwambia kwamba ni vyema aendelee na maisha yake, kwa sababu kila mtu anatamani kuweza kuona maisha yake yakiwa katika mikakati na misingi iliyo bora. Ila ndio kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo mambo yanavyozidi kuharibika kwa upande wa bibi Zuchu. Hivyo mama Dangote amekataliwa kabisa na bibi Zuchu kuweza kuelewa kile ambacho kinachoendelea kwa kipindi hiki. Bwana, mambo ni mengi sana. Mimi naomba nikusihi kitu kimoja, kama ndo mara kwa kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada. Wacha nikutakia siku njema na kazi njema.